sifa Bwana, pokea utukufu, pokea heshima Bwana, katika jina la Yesu. Tunakuinua Bwana, tunakutukuza asubuhi ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Amen. Nimebarikiwa sana. Unaweza sogea viti vya mbele. Chukua nafasi kukaribisha mpendwa mtazamaji wangu popote unaotazama ukiwa. Nasema karibu sana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, kikiletwa kwako na mimi Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winner Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is the somebody. Tunakukaribisha sana. Hakikisha unashare video hii ili ukaweza kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Karibu sana. Bado tunaendelea kuombea kanisa na pia kuhimiza wapendwa kwa sababu ya kuenda ama kwa sababu ya kuwafikia wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Tuliona ya kwamba tunapaswa kuwaombea kisha baadaye tuweze kuwaendea. Baada ya kuwaombea basi na tuwaendee. Baada ya kuombea walevi, tafadhali tuwaendee. Baada ya kuombea wenye dhambi, tafadhali na tuwaendee. Baada ya kuombea ile kijiji, basi tuwaendee. Baada ya kuwaombea, tuwaendee, tuwape hizi ripoti, tuwape hizi habari za ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaona ya kwamba hatuwezi omba na tukae, tunaomba na kuenda. Hatuombi na kukaa, bali tunaomba na kuenda ili ikaweze kukua sawasawa katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine tuliona pia ni kwamba shetani hataki kuona kanisa iko na watu wengi. Hii ndiyo maombi ambayo tunaendelea kufanya, ni kwamba shetani hataki kuona kanisa iko na watu wengi. Kile kinachosumbua shetani ni kanisa kukuwa na watu wengi na pia kukuwa na nguvu. Mambo mawili ambao shetani anatumia ujanja kuhakikisha anapiga nao kanisa ni kuhakikisha kanisa haliongezeki na kuhakikisha pia kanisa halikuwi na nguvu, ili akaweze kulitawala, ili akaweze kulielekeza vile ambavyo anataka. Kwa sababu shetani anatafuta kivyovyote kuelekeza kanisa vile ambavyo anataka, na ni wakati wa sisi kuomba katika jina la Yesu ili kanisa likaweze kuongezeka. Na tukaona ya kwamba kwa nini kanisa liongezeke na kwa nini kanisa liwe na watu wengi, ni kwa sababu kiwanja ambacho tumetumwa ni kiwanja kikubwa. Tumetumwa kwa uwanja ambao ni ulimwenguni kote. Tumeambiwa enendeni ulimwenguni kote. Sasa ulimwenguni kote kumejaa na watu wengi, na kwa sababu ni ulimwenguni kote, hiyo ni ishara ya kwamba basi kanisa linapaswa kukua na watu wengi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni sisi tukaweze kuomba, na pia Biblia inasema ya kwamba mavuno ni mengi. Haikusema mavuno ni machache, inasema mavuno ni mengi. Na kama mavuno ni mengi, basi inamaanisha ya kwamba kanisa linapaswa kukuwa na watu wengi. Kama mavuno ni mengi, basi pia katika kanisa watu wanapaswa kukuwa wengi. Lakini swali la kujiuliza ni hili: kwa nini kanisa haliongezeki? Kwa nini kanisa haliongezeki na mavuno ni mengi? Tukaweza kuona ya kwamba sababu ambayo inatuma kanisa haliongezeki ni kwa sababu kanisa haliendi nje, haliwafikii wenye dhambi. Hii ndiyo sababu moja ambayo inasababisha kanisa haliongezeki, ni kwa sababu kwa wale ambao wameokoka hawaendi, na pia wale ambao wameokoka wamekuwa wavivu, na huu uvivu ndio umesababisha kanisa haliongezeki.
Niko hapa kukutia moyo ya kwamba kwa siku unaweza ukashuhudia mtu habari za ufalme wa mbinguni, ya kwamba kwa siku unaweza ukaongelesha mtu kuhusiana na habari hizi za ufalme wa mbinguni. Ni kwa siku unaweza ukahakikisha unaambia mtu, na Jumapili ninakukaribisha kanisani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tufanyeni hivyo wapendwa, tusinyamaze. Mwaka huu nilisema ya kwamba at least kwa kanisa kule ambako unashiriki kuwe na watu kadhaa ambao ni wewe umeleta. Bwana asifiwe. Ulileta watu kwa hiyo chama, uliambia mama nani kuhusu hiyo chama, ukamwingisha kwa hiyo chama, imemsaidia sana. Uliambia mama nani kuhusu biashara fulani, ameanza. Pia ambia mtu kuhusu kanisani. Bwana asifiwe. Vile kuna watu kadhaa umewaingisha kwa ile chama, vile uko na watu kadhaa umewaingisha mahali fulani, vile kuna watu kadhaa umesaidia kimaisha, mpendwa, pia wacha pia katika nyumba ya Bwana pia tukuwe na watu kadhaa ambao unasema pia mimi nilimwambia kuhusu kanisa, nilimwambia kuhusu Yesu. Kwa hivyo mwaka ukiisha unajipata hata kanisani kuna watu waliingia kupitia wewe, kwa sababu sisi ni mlango. Wewe ni mlango. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu ni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia wewe kuna watu wanaweza wakapata kazi, yaani kuingilia wewe. Kupitia wewe kuna watu watapata kazi. Kupitia wewe, ukiangalia miaka yote umekaa dunia hii, kuna watu wengi kupitia wewe wamefaidika. Kuna watu wengi vile walikuja karibu na wewe walifika mahali fulani, walipata kitu fulani. Ni kwa sababu wewe ulikuwa mlango wa baraka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia wewe unaweza ukakuwa mlango wa watu kuingia kanisani. Jina la Bwana litukuzwe. Kumaanisha kwamba wajue mambo ya kanisa kupitia wewe. Unaweza ukakuwa mlango wa watu kuokoka, kumaanisha ya kwamba kupitia wewe wamjue Yesu. Mwanamke Msamaria alikuwa ni mlango wa Samaria. Maandiko nasema na Samaria, wengi wa Samaria wakamwamini Yesu kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke. So Samaria kupitia mwanamke mmoja wakaingia na wakamjua Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Ni ombi langu ya kwamba mwaka huu mtu amjue Yesu kupitia wewe. Ni ombi langu mwaka huu mtu aende kanisani kupitia wewe. Akiulizwa ulifikaje kanisani, aseme fulani ndiye alinileta kanisani, fulani ndiye aliniambia kuhusu mambo ya kanisa. Akiulizwa hebu tuelezee ilikuwaje ukaokoka, akutaje aseme ni fulani alinihubiria nikaokoka, ni fulani aliniambia kuhusu Yesu ndio maisha yangu ikakuwa hivi. Ni vizuri mpendwa, wakati watu wanataja mambo ya ufalme wa Mungu uitanishwe nayo hata na wewe. Umeitanishwa sana na vitu vingi ambavyo viko na mwisho. Si ni vizuri ufanye bidii uitanishwe hata na ufalme, watu wakutaji katika mambo haya ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ukuwe mlango wa mtu wa maombi, aseme kupitia huyu ndio mimi nimejua mambo na maombi, kupitia huyu ndio mimi nimejua mambo na kutoa, kupitia huyu. Nataka mwaka huu uangalie jinsi ambavyo utakuwa wa faida katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Hatukuokolewa tu tukuje tukae katika ufalme. Tuliokolewa tukuje tuongeze ufalme uongezeke. Tuliokolewa ili na sisi tupate nafasi ya kuleta watu wengine tena katika ufalme wa Mungu. Niko hapa tu kukupatia changamoto ya kwamba umekaa kwa wokovu miaka mingi. Angalia zile faida ambazo umezileta katika ufalme wa Mungu, kando na faida ambazo we mwenyewe umefaidika nazo. Maana najua watu wengi wakiandika wataandika faida ambazo wao binafsi wamepata katika ufalme wa Mungu. Lakini je, ni faida gani wewe umeleta katika ufalme wa Mungu? Kando na wewe kufaidika, ni vipi umefaidisha ufalme wa Mungu? Na njia moja kubwa ya kufaidisha ufalme wa Mungu ni kuweza kuhakikisha unafikia wenye dhambi na kuwaleta katika nyumba ya Bwana na kuongoza katika mambo ya wokovu. Utakuwa unafaidi ufalme wa Mungu. Umekaa kanisani miaka mingi, ni watu wangapi
wamekuja kanisani kupitia wewe? Ni watu wangapi wameokoka kupitia wewe? Haya ni maswali ambayo mpendwa unapaswa kujiuliza wewe binafsi, ukiwa umeketi chini, ukiwa unajiongelesha, ukiwa unamshukuru Bwana kwa kukuokoa zamani. Ni ujiulize, na mimi je, ni wangapi ambao na mimi nimewaleta katika nyumba ya Bwana? Ni wangapi ambao mimi nimewaongoza na kuambia kuhusu wokovu? Ni wangapi ambao pia tu umewaleta tu kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ya kwamba inaenda kukua ya baraka. Kwa hivyo tunaendelea na maombi, tunawaombea, na baada ya kuwaombea tunawafuata, na pia tunaombea kanisa likaweze kuongezeka, na baada ya kuombea kanisa liongezeke, tunawaendea, tunaenda kuwaleta, tunaenda kuvuna, tunaingia kwa shamba tuvune. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana tunaona ya kwamba katika kitabu cha Kutoka 1 ndio tunaendelea kusoma Kutoka 1. Biblia inasema hivi, mstari wa 8 pale ndio tuko. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Akainuka mfalme mpya. So tunaona neno kuinuka, kukuja, kutokea. Akatokezea mfalme mpya kutawala Misri. Akakuja mfalme mpya kutawala Misri. Akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Ni nini tunaona hapa? Ni kwamba wakati kanisa linaongezeka, zipo roho ambazo uinuka, ukuja, utokezea kuhakikisha kanisa lisiongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuhakikisha kanisa lisiongezeke. Na tukasema tunainuka kinyume na roho ya kuzuilia kanisa lisiongezeke. Na njia moja kubwa ambayo ni ya kuzuilia kanisa lisiongezeke ni kusababisha wapendwa wawe wavivu, wasiongee hizi habari za wokovu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunapaswa, tunapoomba, tukemee, tupige, tuangushe roho ya kuinuka, roho ya kukuja, roho ya kutokezea, kuzuilia kanisa lisizaane. Maana kanisa lisipozaana halitaongezeka. Kanisa lisipozaana halitaongezeka. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo unapoomba, hii ndiyo mbinu, hii ndiyo roho ambayo inainuka kupigana na hiyo kanisa. Kila kanisa inapoongezeka, hii roho huinuliwa kwa hiyo kanisa, kuhakikisha hiyo kanisa isiongezeke, kuhakikisha hiyo kanisa wasiwaze kwenda kuhubiria wenye dhambi, wasiwaze kwenda nje. Shetani anaweza inuka akakipu hiyo kanisa busy na project peke yake. Na unajua project ni za kanisa, si za ufalme. Akakipu kanisa na maproject na mambo ambayo itawafunga akili hapo. Hawatawaza kwenda kuleta wenye dhambi, hawatawaza kufikia wenye dhambi. Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12 ya kwamba vaeni silaha zote za Mungu ili muweze mpate kuzipinga hila za shetani. Hii inamaanisha kwamba shetani anatumia hila kusababisha, kuhakikisha kanisa haliongezeki. Shetani hainuki tu, bali anatumia hila. Anavamia kanisa kwa hila, anakuja kwa hila. Barabara ya shetani kuingia kanisani ni hila, ni ujanja, ni werevu, ni ukora. Ndio shetani anaotumia. Biblia inasema kwamba anajibadilisha kwa malaika, kama malaika wa nuru, ananguruma kama simba. Njia ya shetani kuingia kanisani ni kwa kuguruma kama simba,
ili wateule wasikie ni simba anaguruma. Njia ya shetani kuingia kanisani ni kujibadilisha kuwa kama malaika wa nuru, ndio wateule wanapomwona wanaona ako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile njia ya shetani kuingia kanisani ni kuvaa ngozi ya kondoo ili afanane na kondoo, ndiye akiwa katikati ya kondoo hawatajua. Kisha baadaye anahakikisha kanisa haliendi, kanisa halizaani, kanisa haliongezeki, kanisa haliwazi juu ya wenye dhambi, kanisa haliwazi juu ya msamaha ya dhambi katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni wakati wa kuomba na kutangaza kila ujanja wa shetani wa kuzuilia kanisa kuongezeka. Tunaishinda katika jina la Yesu. Kupitia elimu ya Mungu tutaweza kugundua ujanja wa shetani. Kupitia elimu ya Mungu tutaweza kugundua vile ambavyo shetani anafanya ili kanisa lisiende. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kuomba ili tukaweze kushinda roho ya kuinuka kuzuilia kanisa lisiongezeke. Ni wakati wetu wa kuinuka na kuomba kinyume na roho ya kukucha kuzuilia kanisa lisizaane. Ni wakati wetu wa kuinuka kinyume na roho ya kutokezea kuzuilia kanisa lisiongezeke. Wamama wasiongezeke, wazee wasiongezeke, vijana wasiongezeke, watoto wasiongezeke, na kule nje walevi wanaongezeka siku baada ya siku. Tunaelezewa jinsi ambavyo watu wanazidi kujiingisha kwa mambo mabaya, wanazidi kuwa wengi, waizi wanazidi kuwa wengi, wabaya wanazidi kuwa wengi. Ni kwa sababu shetani anafanya kazi sana. Ni wakati wa sisi pia tuinuke, tufanye kazi sana ya kufikia watu ili pia kanisa liongezeke. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wa mimi na wewe kuomba, tuombe kanisa liongezeke. Tuombe kanisa liweze kushinda roho ya kuinuka kusababisha kanisa lisizaane. Biblia inasema ya kwamba akatokezea mfalme asiyemjua nani? Yusufu, kutawala Misri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapo tunaona ni roho ya kuinuka. Kanisa likianza kujikusanya linaongezeka, hiyo roho inainuka. Tumesema ya kwamba inainuka. Njia nyingine inainuka hii roho tumeona inainuka kwa njia ya kuvaa ngozi ya kondoo. Tumeona inainuka kwa kujibadilisha kuwa malaika wa nuru. Tumeona inainuka kwa kujifanya kuwa kwa kuguruma kama simba. Na pia jambo lingine, hii roho huinuka kwa njia ya migogoro. Bwana asifiwe. Epukana na migogoro ya kanisa, ni kazi ya shetani. Epukana. Ukisikia kuna mgogoro kwa kanisa, kaa mbali kabisa. Usikubali kutumiwa na shetani kusababisha kanisa lisiongezeke. Migogoro kanisani ni mbinu ya shetani, ni roho uinuka kusababisha kanisa lisifanye nini? Lisiongezeke. Wakati kuna migogoro kanisani, Mkristo aliye halisi hujitenga na hiyo migogoro, maana sio ya kiungu. Kama kuna shida kanisani, kuna njia ya kutatua ya kiungu, na njia ya kiungu ni njooni tusemezane. Lakini hatuwezi kutumia shida kwa uongozi wa kanisa, kutumia hiyo nafasi sasa kupiga viongozi ama kuchanganya na kuharibu kanisa. Hapana. Mara nyingi kanisani unapata ya kwamba wapendwa wanangojea kuwe na shida fulani, ndio wanatumia hiyo kuweza sasa kupiga na kuharibu. Huyu akuage ni Mungu hata kidogo. Huyu anakuaga ni shetani, anainuka na malengo yake ni kuhakikisha kanisa lisiongezeke. Kwa hivyo nakuomba kwa jina la Yesu, kuanzia leo na kuendelea, kwa ile kanisa unashiriki, jitenge na migogoro.
hata yote ya kanisa. Jitenge kabisa. Na kama kuna shida kwa kanisa, kuna njia ya Ukristo, kuna njia ya Biblia ya kutatua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuanga na njia ya Biblia. Biblia imetupatia njia ya kutatua matatizo wakati inatokezea kanisani. Lakini tuko na watu ambao wanatumika na shetani kutumia matatizo kugawanya kanisa, kutawanya kanisa, kukwaza watu wakae manyumbani, kukwaza watu wawachane na wokovu, kuchanganya kanisa. Hii yote ni kazi ya shetani kuhakikisha kanisa halitazaana. Kwa hivyo tunaona jambo la 4 ni migogoro kanisani. Wakati kunatokea migogoro kanisani, angalia wale ambao wanainuka na hiyo maneno. Je, wako tayari kutumia njia iliyo nzuri, ama sasa watatumia hiyo kusema huyu pastor ni mbaya, kusema huyu kiongozi hatumtaki? Hapana. Kuna njia ambayo ni ya kibiblia ya kutatua mambo. Kwa hivyo dawa mzuri unaweza ukafanya, ukiona watu wanataka kutumia shida ya kanisa kupiga kanisa, kuharibu kanisa, jitenge mara moja na ujue huyo ni shetani ameinuka, hataki hilo kanisa lizaane na pia liongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ambayo pia hii roho huinuka nayo ni kwa masengenyo. Kwa masengenyo. Unaweza ukapata kwamba shetani anavamia. Ameona hiyo kanisa watu wanaendelea kuongezeka, akaachilia kabisa roho ya watu kusengenyana. Watu wanasengenyana, wanasengenya, ule akisikia anakwazika, ule akisikia anakwazika, ule akisikia anawacha kanisa, ule akisikia anakaa kwa nyumba. Hiyo ni njia moja pia ambayo pia adui hutumia kuhakikisha kanisa haliongezeki. Kwa hivyo lazima tukue makini sana na mbinu ambazo adui anatumia kuhakikisha kanisa haliongezeki, kwa sababu sisi sote ni wana wa Mungu na tuko katika familia moja. Lazima tuungane, tukatane na mambo ya giza, njia za giza zenye shetani anatafuta kutawanya nayo kanisa la Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jiepushe na maongeo ya masengenyo, jiepushe nayo, kwa sababu fulani akisikia atakwazika, atakaa kwa nyumba. Fulani akisikia atakwazika, atawacha kanisa. Shetani ametimiza malengo yake, kanisa haliongezeki. Kumbuka malengo ya shetani ni moja, hawataongezeka. So anaachilia kitu kenye katasababisha watu hata wenye wako kadhaa wapungue, wabaki manyumbani ama waweze kuachana na wokovu. Lazima tukue waangalifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukue waangalifu sana katika jina la Yesu. Migawanyiko pia hutumika kuweza kusababisha kanisa lisiendelee. Unapata kanisa ni moja lakini ni mbili ndani ya moja. Kuna wale wanakubali hivi, kuna wale wanafuata hivi, kuna wale wako hivi. Sasa unapata ya kwamba wote wako kwa kanisa moja, lakini kuna mgawanyiko wa kimawazo. Hiyo ni mojawapo ya mbinu ambayo adui anatumia kuhakikisha kanisa halitaongezeka. Kukiwa na migawanyiko kanisani, kanisa haliwezi timiza makusudi ya Mungu. Kukiwa na migawanyiko kanisani, kanisa halitaweza kuenda, kanisa halitaweza kuchukua hatua nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo migawanyiko inasababisha kanisa haliendelee. Na ndio maana unapata wakati mwingine unaona kanisa kwa TV kunakuwa na vita, watu wanapigana. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni aibu sana ambazo zinatolewa katika nyumba ya Bwana.
Jina la Bwana litukuzwe. Sasa kile kinapeleka watu kwa TV sio injili, ni watu wamekosana kwa ile kanisa, hawataki sijui nini, sijui wanafanya nini, sijui wanasema nini. Sasa unapata kanisa linachukua muda mrefu likizunguka kwa hiyo migawanyiko. Bwana asifiwe. Na siku zote mambo kama haya yakitendeka, number 1, kuna mtu atawacha kanisa. Mambo kama haya yakiendelea, kuna mtu atawacha kanisa, atasema kumbe kanisa hivi, sikufikiria kanisa inaweza kuwa hivi. Kuna mtu atawacha kanisa. Kuna mtu atawacha kabisa na hataenda kanisa. Kuna mtu ataanguka. Kuna mtu atakaa kwa nyumba. Mtu ataona hata afadhali nikae kwa nyumba. Mwingine ataona hata afadhali sasa niendage kazi. Sasa unaona ya kwamba hata kama watakuja kusuluhisha hayo mambo, kuna watu kadhaa tutakuwa tumefanya nini? Tumepoteza. Na saa zingine shida kama hizi huendelea mpaka serikali inaingilia kati na hata inaamrisha kanisa ifungwe. Sasa unapata ya kwamba hata watu wanakosa mahali pa kwenda kushiriki, mahali pa kwenda kusoma, kwa sababu vile ambavyo kumekuwa na watu wamekataa kuelewana. Serikali inaingilia kati, inasema hiyo kanisa tunafunga mpaka siku ile mtaelewana. Sasa hapo ndio shetani anapiga makofi, anasema basi hapa ndio nitahakikisha hao watu hawataelewana siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kanisa limefungwa, hawaelewani, mahali watu walikuwa wanaenda kusoma, sasa wanakosa mahali pa kufanya nini? Pa kusoma. Mwingine anasema na mimi siwezi enda kanisa lingine, afadhali kae. Sasa ni nini shetani amefanya? Anapunguza. Wakati wale wanakuja kukubaliana, wakirudi hawatarudi wote. Wakirudi hawatarudi wote. Kuna wale watakuwa wamechoka, kuna wale watakuwa wamechange kanisa, kuna wale mambo yatakuwa tofauti kwao. Utapata kanisa kama walienda wakiwa 100, wanarudi 40 ama wanarudi wachache. Shetani anasema malengo yangu ilikuwa kanisa isiongezeke. Malengo yangu ilikuwa ni watu wapungue. Leo nimekuja kusema tusimsaidie shetani kupunguza watu kanisani. Tusimsaidie shetani kupunguza watu kanisani, na tusichochee moto wa kishetani kanisani. Wakati mama fifitina inainuka, ukiendelea kuisupport, unachochea hiyo moto kuwaka. Ni wakati wewe kuinuka na kuzima mioto ya kishetani katika nyumba ya Bwana, na kusema kwa hii kanisa ambayo niko, sitaruhusu hata mtu mmoja atoke. Hatutaruhusu kazi ya shetani itimie. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba asiyemjua Yusufu, hiyo ni Kutoka 1:9, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi na tena wana nguvu. Hii ndio ombi langu mwaka huu, shetani atuone tukiwa wengi na tuna nguvu. Shetani atuone tukiwa wengi na tuna nguvu. Hii inamaanisha ya kwamba, wapendwa, shetani anapaswa akiangalia kanisa aone watu wengi kwa kanisa. Hivyo ndivyo hii roho iliyoinuka. Hivyo ndivyo huyu mfalme aliyeinuka. Hivyo ndivyo aliona. Kenya aliona kilimshangaza. Bwana asifiwe. Kenya aliona kilimshangaza. Hivyo ndivyo tunataka waganga wakiona kanisa wanaona imejaa. Wachawi waone kanisa imejaa. Majini waone kanisa imejaa. Wasiotaka kanisa waone kanisa imejaa. Shetani aone kanisa imejaa. Na ni jukumu langu mimi na wewe tuinuke, tuhakikishe kanisa limejaa, ili shetani akiangalia kanisa anaona limejaa. Si vizuri kila saa shetani akiangalia makanisa anaona watu ni wachache, watu hawajai, na kanisa imejengwa kubwa, watu hawajai. Hiyo si mapenzi ya Mungu. Tunatangaza kwa jina la Yesu, shetani ataona kanisa ya Kericho limejaa katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo anapaswa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninaamini kwa hiyo ya kwamba shetani ataona kanisa likiwa limejaa. Hakuna kitu kingine anafaa kuona. Na pia akiwaangalia aone wani wengi
kushinda upande wake, na ya pili aone wana nguvu kumshinda. Kanisa limedharauliwa sana, especially Kenya. Afadhali mambo itendeke nje ya Kenya, lakini Kenya usicheze na Kenya. Wakenya wengi si wazuri. Hivi sasa kanisa katika taifa la Kenya limeonekana bure sana, linadharauliwa sana. Mahali tunaenda hata mtu kuitwa pastor, watu watakataa kabisa kuitwa pastor. Kwa sababu kanisa vile linaongelewa, matopeo yote halina heshima. Mtu yote anaweza inuka aseme chochote juu ya kanisa, mtu yote anaweza fanya chochote juu ya kanisa. Hii yote inachangia ufalme wa shetani. Hii yote inasababisha kuna watu hawajawahi enda kanisa, wanasikia vile watu wanaongea vibaya, ndio wanasema mimi hata kanisa siendi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuambie ni wakati wa sisi kuhakikisha vile imeandikwa, kanisa la mwisho litakuwa na utukufu mkubwa kushinda kanisa la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mimi na wewe tutasimama tumtangaze Yesu, tutangaze ufalme, utukufu huu wa mwisho utakuwa mkuu kushinda ule wa kwanza, na kanisa litaheshimika. Kanisa likiwa na wengi, kanisa likiwa na nguvu, kanisa litaheshimika katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mbali yale makanisa ambayo tunaita cult, ndio yakiangaliwa yanaonekana yako na watu wengi, lakini unapata yale makanisa ambayo yanahubiri habari za Kristo vizuri hayana watu wengi. Lakini yale makanisa yako na masarakasi, vituko, fake, miracle zao ni fake, vitu wanafanya vitu ni vya uongo. Huko ndiko shetani akiangalia anaona watu wamejaa, maana huko ndiko shetani anapeleka watu. Shetani anataka watu waende makanisa ya uongo ili waende kupoteza muda, wakifikiria wako sawa, kumbe wanapoteza muda. Shetani anapigana na makanisa ya kweli, kanisa ambalo linafunza neno la Mungu kwa njia ya kweli, kanisa ambalo halijachanganya neno la Mungu, kanisa ambalo halitegi mambo na ukora. Shetani analipiga kabisa watu wasiende kwa hiyo kanisa, because anajua wakienda watajua ukweli. Yesu alisema kwamba kwa wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe. Ni nini shetani hataki? Shetani hataki watu wajue kweli, na ndio maana atawaruhusu na wasukume kwenda kwa makanisa ya uongo, maana ndani ya kanisa ya uongo hakuna ukweli hata kidogo. Lakini kanisa la ukweli ambao watu wakienda wanataka kweli na wanawekwa huru, shetani analipiga vibaya tena sana. Kanisa la uongo hata lipigwe namna gani, alihangaiki, liko tu na bado watu wanaenda. Lakini wacha kanisa ya ukweli iguswe tu kidogo, watu wanatoka. Kabla ya Kanyare kukuwa na TV na vitu yote, akifanya ile mambo ya 310, alikuwa nafikiri ana TV, alikuwa ana vitu vingi. Baada hiyo sasa jina yake kuharibika kabisa, nafikiri akanunua shamba, amejenga, sasa ako na TV. Angalia vitu zenye Kanyare anafanya. Ukisikia mambo yenye anaongea kwa madhabahu ni aibu sana. Ule msichana mwenye juzi alionekana kwa basi juu aje. Alienda kwa kanisa yake. Na ukisikia vitu zanaongea ni mambo chafu, haifai kuongea wapi? Kwa kanisa. Lakini ukimulikiwa hiyo kanisa imefanya nini? Imejaa wamama, imejaa wazee, imejaa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Makanisa ambao hawafunzi kabisa neno na kweli zinajaa, na hata wanaendelea kufanya mabaya, lakini hakuna kitu inafanyika. Kanisa ndio inafanya, ndio inajaa. Lakini tu wacha tu kanisa ya ukweli tu itajwe tu hata na kitu ya uongo. Itajwe na nini? Hata na kitu ya uongo. Unapata watu wanatoka na watu wanashambulia hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ni wakati wa sisi tuombe na tuchukue hatua. Tuombe na tuchukue hatua.
tuhakikishe ya kwamba kanisa linakuwa na watu wengi. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa dakika hizo 5 ambazo tumesalia nazo, nataka uchukue dakika ya kutangaza. Tunatangaza kushinda roho ya kuinuka kwa kanisa ili kanisa lisiongezeke. Tunainuka na tunatangaza kushinda katika jina la Yesu. Anza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kutukuza Mungu wa baraka, na kutukuza Mungu wa amani, na kutukuza mfalme wa ajabu, na kutukuza Bwana Yesu, na kuinua mfalme wa amani. Na tangaza wewe ni mwema, unastahili sifa Bwana, unastahili utukufu Baba, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, tunainuka kinyume na kila roho ya kuinuka kupambana na kanisa lisiongezeke, kila roho ya kuinuka kuzuilia kanisa lisiongezeke. Tunatangaza kuishinda, tunatangaza kuishinda, tunatangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kushinda kila roho ya kuinuliwa kupigana na huduma hii ili wamama na wazee na vijana wasiongezeke. Kila roho ambayo imeinuliwa kuzuilia huduma hii isiongezeke, ninayaangusha kwa jina la Yesu, 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 naangusha katika jina la Yesu, naangusha katika jina la Yesu, naangusha katika jina la Yesu. Roho ya kutokezea kuzuilia kanisa lisiongezeke, lisizaane, roho ya kukucha kuzuilia kanisa lisizaane, lisiongezeke, tunatangaza kuishinda katika huduma hii. Natangaza kuishinda katika huduma hii, natangaza kuishinda katika huduma hii, natangaza kuishinda katika huduma hii. Kila roho ya kuinuliwa kupambana na huduma hii ili isiongezeke, ninaiangusha asubuhi ya leo, ninaiangusha asubuhi ya leo. Napenda mtu wa Roho Mtakatifu, natangaza kuangusha, 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 natangaza kuangusha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote cha kufanyika ili kanisa hili lisizame, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu, natangaza kuharibu katika jina la Yesu. Natangaza kushinda katika jina la Yesu. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda katika jina la Yesu. Natangaza kushinda katika jina la Yesu. Natangaza kushinda katika jina la Yesu. Tunatangaza, tangaza huduma hii kuongezeka. Natangaza kwa jina la Yesu. Natangaza ongezeko katika ibada za Jumapili, natangaza ongezeko katika ibada za asubuhi, natangaza ongezeko katika jina la Yesu, natangaza ongezeko katika jina la Yesu. Baba, tunakutukuza Baba, tunakuinua Baba, tunakuhimidi Baba, tunakutangaza wewe ni mwema Bwana, unastahili sifa Bwana, unastahili utukufu Bwana. Tunakupa sifa na utukufu Jehova. Tunaombea kanisa lako kuenda katika jina la Yesu. Tunaombea kanisa lako kuendea kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. Umebarikiwa sana mpendwa katika jina la Yesu. Asante kwa kuchagua kutazama asubuhi ya leo. Natumai ya kwamba umebarikiwa popote ulipo katika jina la Yesu. Hakikisha una share video hii ili ukaweze kukua baraka, na pia hakikisha unaweza kunifollow katika jina la Yesu, kwa sababu ya kuendelea kupata elimu ya kukubadilisha na ya kukuweza kukutenda mema. Tukutane tena kesho asubuhi masaa kama haya. Ni mimi wako Apostle PM Simiyu, Voice of Fire. Umebarikiwa. Amen, amen, amen.
Shika sadaka zako ninapokuachilia unapoenda katika siku ya leo, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru na kuinua, wewe ni mwema. Pokea sifa, pokea utukufu.